Mtazamaji wa Rai TV na Mamboleo Online TV, tupo katika mkoa wa Njombe na hapa tunamsubiri mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kunje Ngombale Mwiru kupitia chama cha Alliance for Africa Farmers Party maarufu kama chama cha wakulima. Atapita hapa kwa ajili ya kuomba kura, lakini pia kunadi sera zake. Ikumbukwe taifa la Tanzania mwaka huu mnamo Oktoba 29 linakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa nafasi ya urais, wa bunge pamoja na madiwani. Sasa ni katika kipindi cha kampeni na yeye anapita katika mikoa mbalimbali. Kumbukwa jana alikuwa mkoani Ruvuma katika wilaya ya Songea na alipata nafasi pia kuzungumza na wakulima ambao wapo ndani ya soko la mji wa Songea, kusikiliza tu zile kero zao ambazo zinawakabili. Miongoni mwa watu ambao alizungumza nao walipata nafasi ya kuongea ni wakulima ambao wanalima mazao na kuja kuyauza sokoni, wakitoa malalamiko yao kwamba wanauza lakini fedha zao hawazipati kwa wakati, kitu ambacho kinapelekea wao kushindwa kuendeleza biashara zao, kwani mitaji au pesa ambazo wanazitegemea kwa ajili ya kuendeleza biashara ndio hizo ambazo zimekwama katika magala pasipo kupatiwa pesa zao, hivyo shughuli nyingi za kiuchumi zitakwama. Lakini pia vile vile kuhusiana na mafisadi, amekuwa akikazia akitilia sana mkazo katika swala zima la mafisadi, na amesema kwamba yeye pindi atakapopata ridhaa ya kuchaguliwa na kutangazwa kuwa mshindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, anakwenda kujenga au kutengeneza bwawa la mamba katika Ikulu. Lengo ni kuhakikisha kwamba anatokomeza ufisadi wote uliopo katika taifa hili la Tanzania. Lakini pia mambo mengine amesisitizia kwamba yeye hatakuwa na utaratibu wa mipaka kwenye maji. Kama tunavyosema ziwa Victoria tunagawana, lipo Tanzania, lipo Kenya na Uganda pia. Yeye hicho kitu hataki kukisikia. Mimi naitwa Abutwali Mustafa Hassan, mwenzangu ni bado TZD. Tuko hapa tukimsubiri mgombea huyo Kunje Ngombale Mwiru. Utashuhudia kila kitu na utaweza kujionea au kusikiliza ni kipi ambacho leo amekuja kukizungumza katika mkoa huu wa Njombe, ikiwa ni katika mwendelezo tu wa kampeni zake za kuomba kura au kunadi sera zake kwa wananchi wa mikoa mbalimbali hapa Tanzania. Naam, mtazamaji wa Rai TV pamoja na Mamboleo TV, mgombea urais wa chama cha AFP, chama cha wakulima, amewasili hapa mkoani Njombe kwa ajili ya kunadi sera zake za kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama unavyoshuhudia sasa, ulinzi ni mkali ukiendelea hapa. Huyo ni Kunje Ngombale Mwiru, mgombea urais wa chama cha AFP, chama cha wakulima. Kwa sasa amewasili hapa kwa ajili ya kunadi sera zake, kuongea na wananchi wa mkoa huu na kutatua migogoro mbalimbali. Kama alivyoongea sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali amepita tayari na kuongea na wananchi, na sera yake kubwa alitambulisha kwamba wale mafisadi ambao watapatikana katika nchi ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuwatumbukiza katika bwawa la mamba ambalo litatengenezwa pale Ikulu, kutengenezwa Ikulu kwa ajili ya kuwamaliza mafisadi wote. Mimi naitwa bado TZA, nyuma ya picha yuko mwenzangu anaitwa Abutwali Mustafa. Tuendelee kwa pamoja kutazama kinachoendelea hapa, tushuhudie zaidi. Njombe oye! Wakina baba oye! Wakina mama oye! Vijana oye! Asanteni sana wana Njombe, pamoja na nimepita kuwasalimia, lakini mmeonyesha juhudi kubwa za kuhitaji mabadiliko ya kweli. Sasa wakati ni huu, muda ni huu. Ifikapo tarehe 29, pelekeni mabadiliko kwenye kupiga kura. Ukifika pale, chagua chama cha wakulima AFP, mgombea wake Kunje Ngombale Mwiru. Wekeni tu pale kula za ndio, na nina imani kula zitatosha, kwa sababu nilikotoka ni mafuriko. Wana imani na mimi, wana imani na rais wao wa chama cha wakulima. Hata nyinyi hapa mliojazana hapa, nyinyi mmetokana na watoto wa wakulima. Njombe oye! Nyinyi mmetokana na watoto wa wakulima. Kilimo hakikwepeki, lakini katika kupita nilikopita nimekutana na wazee wa Njombe
nimeona kuna mambo mengi, kuna changamoto nyingi. Nyinyi Njombe kuna utajiri mkubwa kwenye eneo hili. Mna utajiri wa mbao, mna utajiri wa madini, mna utajiri wa madini ya chuma ambayo yanatoka kwa wingi Njombe hii. Na tena ni jambo zuri, Njombe kule madini ya chuma yanatoka, lakini maendeleo bado ni changamoto. Kila kukicha wana Njombe ni malalamiko. Kila kukicha ni malalamiko. Naombeni sana wana Njombe, ifikapo tarehe 29 Oktoba, chagueni chama hiki cha wakulima. Njombe oye! Hii Njombe unavyoiona, hata hii stendi nimesikitika sana. Hapa yanapita magari ya milioni 500, 300, 400, lakini bado wana Njombe mnaogea vumbi hapa. Serikali yangu nimehapa kutoka ndani ya moyo wangu, mkinichagua ndani ya miezi 3 siku 90 hapa pote na mwaga zege, ili nyinyi mkae mazingira rafiki, ili vumbi linawazuru. Upepo ukitoka huku vumbi lote linaenda kwa vyakula. Hii yote inatokana na kutokuwa wasimamizi wazuri wa serikali iliyopo madarakani. Chagueni chama cha wakulima kifanye kazi. Hii hali sio nzuri rafiki zangu. Hali ni mbaya hii. Vumbi tena hilo sasa hivi linatimka hapa. Alafu mtu anaogea vumbi hapa. Njombe mmejaliwa milima ina mawe. Na ndio maana nimeahidi kila napoenda nitaweka crusher la kuponda mawe kwa ajili ya kuweka zege sehemu zote ambazo miundombinu ni mibovu. Mnadanganywa kila siku, hadi ambazo zitekelezeki. Chagueni chama cha wakulima hadi ifanye kazi. Njombe oye! Ndugu zangu wa Tanzania, hii yote inatokana watu wake sio waaminifu. Na ndio maana nimeahidi nikichaguliwa tarehe 29 kwenda Ikulu, sita kimbilia kwenda Ikulu, bali nitatengeneza bwawa la mamba kuwashughulikia mafisadi mpaka bwawa la mamba likamilike. Siwezi kwenda Ikulu nikaacha mafisadi wakiwa nje, wanakula pesa za watu, kodi mnasumbuliwa, miundombinu mibovu. Nimehapa kutoka ndani ya moyo wangu, mkinichagua tarehe 29 sitakimbilia kwenda Ikulu ndani ya miezi 2. Nitaongea na idara ya usalama wanichimbie bwawa la mamba pale. Mafisadi wote siwezi kuacha nje, ni lazima niende nao kwenye bwawa la mamba pale. Njombe oye! Kwa sababu ndugu zangu, nyinyi wa Tanzania mna mateso mengi. Mnateseka hata kwa wagonjwa. Mgonjwa wenu anafariki, bado hao watu hawaliziki na kodi wanazozichukua za madini. Bado nyinyi wanawatoza mpaka kwenye maiti. Na nimehapa siku hiyo, nikisikia daktari yoyote anazuia maiti, na yeye ataenda kwenye jeneza. Njombe oye! Taifa hili linataka maheshimiano. Watu waheshimiani. Wanaongea utekelezaji hakuna. Wameongea masuala ya watu wa darasa la 7. Walifukuzwa enzi za Magufuli, walisema watawalipa fidia. Lakini mpaka leo hao wa darasa la 7 ni wa Tanzania, ni wazalendo, lakini bado mpaka leo hawajalipwa. Serikali yangu nikiingia madarakani, watu wote darasa la 7 waliofukuzwa enzi za miaka ya nyuma, nitawalipa fidia zao zote. Hiyo naongea kutoka ndani ya moyo wangu. Kwa sababu nchi yote sisi tunataka maendeleo. Taifa ni moja. Nchi ni tajiri. Sasa leo mnasumbuliwa na kodi humo. Hata takataka nazo wanachaji hela. Yaani mtu ukitaka kutoa takataka ndani ya nyumba wanachaji hela. Serikali yangu, kwa sababu nchi tajiri, nitaweka malori bure ya kusomba takataka. Na nyinyi pia mtatoa bure takataka zenu. Njombe oye! Hiyo ndio serikali inayohitaji. Mmekosa kukusanya kodi, mnafuata mpaka takataka. Mnakula hela za maiti. Hii yote ni mafisadi. Kwa hiyo ifikapo tarehe 29,
Hawa wenzetu bendera yao ina jembe na nyundo. Sasa mwisho wao ni tarehe 29. Mimi jembe nachukua mwenyewe kwa ajili ya kuwasimamia watu wangu hawa. Na mtazamaji wa Rai TV pamoja na Mamboleo Online TV, ni mgombea wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kunje Ngombale Mwiru kupitia chama cha wakulima amemaliza kuzungumza na wananchi wa mwelekeo sasa ni kuelekea mkoani Mbeya, akiwa katika mchaka kama anavyosema serikali yake itakuwa ni serikali ya mchaka masaa 24. Mimi naitwa Abdul, zangu ni bado TZA, hadi wakati mwingine.